Naitwa Anas Omar, mkuu wa ZMW bandari ya Malindi Safety Officers. Leo tarehe 18 tumewapokea wahanga wetu hawa 10 ambao walipata na ajali ya kuzama kwa MV Jozani juzi tarehe 17, na leo kwa hatua wale wamefika hapa tarehe 18, ametokea Tanga, Pemba na hatimaye amefika Zanzibar, na sasa hivi tuko mapumziko mafupi hapa na tunaelekea head office kwa ajili ya maelezo zaidi. Jina naitwa Captain Hamisi Hamisi, ambaye ni mkurugenzi idara ya ulinzi na usalama mamlaka ya usafiri baharini. Tuna meli yetu hii ya Jozani namba 2 ambayo inamilikiwa na kampuni ya Al Ghubra Marine ya Mkunazini. Tulipata taarifa kwamba ilipata matatizo, na hii meli ilikuwa iko Tanga, ilikuwa imepakia saruji. Kwa bahati katika kupakia saruji imeondoka majira ya saa 1:40 za usiku ikielekea Unguja. Kufika majira ya saa 8 hivi, labda kwenye saa 8 hadi saa 9, meli ilipata matatizo, na matatizo iliyoyapata kule wameondoka vizuri tu, lakini kwa bahati mbaya kufika baharini maeneo karibu ya Nungwi pale, meli ikatokezea dhoruba, yani kukawa hali ya bahari haiko vizuri. Kwa hiyo ina maana meli sasa ikawa badala ya kupata ule mwendo akawa hapati mwendo tena. Kuona hivyo, captain akawakusanya watu wake, chief officer kuwakusanya pale, ikabidi waka abandon the ship, wametoa life raft na ku abandon, na jumla yao crew list ya meli ni 15. Meli crew list yake ni 15, lakini kwa bahati siku hii ya safari walikuwa jumla yao ni 12. Maana yake katika 12 hao watu 10 wameweza kuokolewa. Kuna meli ya tanker ilitokezea wakaweza kuokolewa, lakini kwa bahati watu 2 sasa hivi ndo hatujawapata, akiwemo captain, kuna na mmoja anaitwa Ikram, hao ndo hawajapatikana. Wito kwa ZMW, kwanza la mwanzo, mabaharia wetu kuzingatia hali ya hewa. Maana yake ZMW tunakuwa tuna relay hizi taarifa, TMA ikitoa taarifa basi na sisi tunazirelay. Kwa hiyo kuzingatia zaidi hali za hewa, kwa sababu tunapokwenda baharini shida zaidi inakuwa hali ya hewa, mchafuko wa hali ya hewa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa makapten, lakini kwa watumizi wote wanaotumia bahari, si kwa meli tu, bali hata hivi vyombo vidogo kuhakikisha kwamba wanafuatilia hizi hali za hali ya hewa. Naitwa Suleiman Rashid Suleiman, ni chief officer wa MV Jozani 2. Tulitoka Tanga baada kumaliza kupakia mzigo, tulitoka saa 1:40. Kutoka pale tulikuwa tunakuja Zanzibar. Hali ya hewa ilianza kubadilika kuanzia saa 8. Namo saa 9 kasoro hali ilivyokuwa mbaya, nikamshauri mwenzangu tuarifu mabaharia kwa ajili ya kujiandaa kufanya uokozi. Mabaharia wakavaa life jacket na sisi tukavaa life jacket, and then tukafungua life raft na port side au upande wa kushoto. Baadhi ya mabaharia wakaingia kule kwenye life raft na sisi wengine tukatoka, kwa sababu tulikuwa tuna life jacket, tukaingia kwenye maji, tuko kwenye magrupu. Sababu kulikuwa kuna giza saa 9 alfajiri. Baada ya hapo kufikia saa 4 kasoro tukaona kuna meli inakuja, iko kwa mbali hivi, meli mafuta inaitwa Motor Tanker Tom Emma. Tukaanza kuipa ishara ya mkono na kupiga filimbi, tumia zile kwenye life jacket kuna filimbi, tukaanza kutumia kupiga filimbi. Then wakafanikiwa kutuona, wakasogea mpaka karibu na sisi tukajivuta, tukasogea mpaka pale karibu na meli. Then wakatupa uokozi wa life ring, wakatuvuta tukaingia mpaka ndani ya meli ile. Baada ya hapo wakaanza kutupa huduma ya kwanza, madawa, chakula na hali nyingine. Baadaye wakatoa taarifa bandari ya Tanga, kwa sababu tushaka karibia. Baada ya hapo ndo tukaona wenzetu wengine hao na wakaokolewa. Kwa jumla tukawa watu 10. Baada ya hapo tukamaliza ile zoezi la uokozi na nini. Baadaye tukarudi ndani bandarini Tanga. Na sasa hivi nafikiri kuna matukio mengi yatatokea kutokana na hii hali ya hewa ilivyo ya upepo wa kusi.
umeshaanza upepo, mawimbi makubwa. Kwa hiyo nafikiri watu wangejiandaa zaidi kwa ajili ya uokozi wa haraka. Inawezekana kama tungeshauri mamlaka itumie hata helikopta kwa wakati mwingine kwa ajili ya uokozi wa haraka. Na mimi ZMA wana speed boat zenye uwezo mkubwa, kwa hiyo ningeomba pia serikali itoe fungu la mafuta pamoja na posho za wafanyakazi. Mimi naitwa Shaib Saidi Mohamed, msimamizi wa kampuni. Baada ya kupata taarifa zile za alfajiri kwenye saa 10:30 nikawasiliana na control tower hapa. Mimi nilipata taarifa ni control tower Zanzibar. Kuna chombo chenu chochote kina matatizo? Nikamwambia mimi sina taarifa mpaka sasa hivi. Mbona tumesikia 1 2 3? Nikamwambia basi acha na mimi nifuatilie. Nikajaribu kuwatafuta wenzangu kwa simu wenye chombo, siwapata hata mmoja. Nikarudi kwa control, nikamwambia mimi nimewapigia watu wa meli na kisiwapate, inaonyesha kuna tatizo, si kawaida yao. Akaniambia basi acha mimi niwasiliane na watu wa mkoani. Akawasiliana na mkoani, akawaambia na wao wakajaribu kuwatafuta, hawajawapata. Basi tunapo tukabita tufanya taharuku kuwatafuta watu wengine, nikawatafuta watu wa meli nyingine tukawapata. Akaniambia sisi tuliwasiliana time ya dakika ya mwisho kwenye saa 10 hivi alfajiri. Wakatuambia wana tatizo lakini unajaribu kulikabili. Baada hapo hajapata mawasiliano yote mengine. ZMA walitoka kwa haraka sana baada ya kupata taarifa, wakaelekea Tanga, wakaenda kukutana na watu, tukawa tuna mawasiliano baina mimi na ZMA. Wamejitahidi, wametoa huduma ya kwanza nzuri sana.